Ja Rule na Fat Joe waliwahi kufanya biashara nyingi sana za muziki, walifanya kazi kwa pamoja na nini, au sio Yeah, kama utasikia intro ya wimbo huu kuna sehemu wakati inaanza kwenye wimbo anasikika Diddy akisema kwamba this is Crack, one of the world most famous graffiti artists, he got kidnapped in Africa. Sasa hiyo ilikuwa inamaanisha kweli kwamba aliwahi kuwa kidnapped na waliwahi kuwa kidnapped na bwana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Riquinho. Huyu jamaa kule nchini Angola yeye alikuwa ni warlord. Ni wale viongozi wa kivita ambao wanakuwa wanaweza kuwa na hodhi sehemu fulani, lakini ilikuwa inasemekana kwamba wakati huo alikuwa yuko na ukaribu na rais wa Angola wakati huo. Lakini wakati huo pia mchana kulikuwa kuna vurumai ambazo zilikuwa zikiendelea, zile jamaa anakuwa yani yuko vitani kabisa. Lakini wakati hao masuala anayafanya, huyu jamaa alikuwa ni promoter. Umeona, alikuwa ni promoter. Kwa hiyo Ja Rule alikuwa anasimulia, anasema huyu jamaa mchana probably anaweza kuwa anachinja watu kabisa yani kwenye battlefields, lakini usiku anakuwa ni promoter. Sasa jamaa aliwaigiza wale wakafika yeye na Fat Joe kama promoter, akawa anapiga show. Sasa baada ya kupiga show anataka kurudi, mchizi akamwambia wewe hamna kuondoka. Bwana vipi, sio nataka kurudi zetu? Akamwambia hamna kuondoka, mnabaki hapa. Wakati ameshawalipa jamaa wanataka tuendelee ni kupiga ngoma yani waendelee pale pale walipokuepo nje ya makubaliano walikuwa. Remember huyo ni kiongozi wa kijeshi, unajua kivita, ana jeshi lake yani tuseme kama ana kikosi chake. Kwa hiyo wakakaa pale kwa muda wa siku 5 zaidi mpaka sasa. Ni burudani. Wakiwa wana perform tu maeneo tofauti tofauti. Wanawaperformia wale jamaa. Lakini kitu kimoja cha kipekee cha bwana Riquinho, yeye aliwashikilia kama hamna kurudi Marekani. Umeona bwana lakini sio ile kidnapping ya kificho. Yeye aliwaambia kwamba nyinyi hamna kuondoka, na mkiondoka mtaumia. Lakini kilichokuwa kinatokea, jamaa aliwalipa. Siku zote ambazo alikuwa anaperform alikuwa anawalipa. Yaani hakutaka waondoke tu pale. Akatumia mamlaka yake tu ya kijeshi. Jamaa wakishafurahi mchana washafanya mambo ya usiku, anapiga Whatslav hapo. Sio ile kidnapping ile yenyewe ambayo yani ilikuwa ni soft kidnapping. Yani hamna uhuru lakini mnatuburudisha ila tunawalipa. Sasa baadaye kumbe ikaja kugundulika kwamba kumbe miaka ya nyuma pia alimfanyia hivyo kwa DMX. Huyo bwana Riquinho. Yani imagine Riquinho huyo DMX ngoma ngumu ile nani alimzuia, alimwambia hamna kuondoka tena. Hiyo ya DMX sasa ilibidi wakawa walizuiwa wasiondoke nao, lakini unajua DMX mkorofi na nini wao katika kupapatua ile na nini ikabidi mpaka ile US Embassy ikawa kama iliingilia na nyuma yake pia aliwahi kumfanyia promoter ambaye alikuwa anahusika na Nas. Alikuwa anamhitaji Nas. Sasa Nas akatumiwa kiasi cha dola 300. Umeona, lakini kwa mujibu wa Nas anasema kwamba zile pesa zilitumwa ikiwa ameshachelewa na hakuweza hata kuwa na visa. Kwa hiyo dola 300 ikawa haina nani. Huyo jamaa akamshikilia yule promoter ambaye alikuwa ameahidi kwamba atamleta Nas na mwanawe. Akawashikilia pia. Kwa mleteni jamaa. Nao pia ikabidi ubalozi wa Marekani ukao umeingilia kati na nini, na kuna kiasi fulani yakafanyika manuva hapo, ndo akaja akaacho jamaa yule. Baadaye aliporudi akawa anamshtaki Nas kwamba kwa nini hakwenda, kwa sababu tayari kulikuwa kuna dola 300 ambayo tayari ilikuwa imeshatoka. Sasa imagine Fat Joe mzee mzima alikuwa ameshikiliwa kwa 6 days na huyo bwana Riquinho, na walikuwa kimuogopa sana hapo Angola hapo huyo mtu. Kwa hiyo ndio imenikumbusha sasa hiyo kwamba jamaa walikaa pale kwa muda wa siku 6, ila jamaa yeye nyinyi amuondoki, mkilazimisha kuondoka mtaumia kwa sababu jamaa na jeshi. Kwa hiyo ni jamaa na nguvu serikali pia. Alikuwa na upande wake, lakini sasa kimsingi yeye alikuwa hataki kuwadhulumu. Gongeni ngoma hapo, hela yenu hii hapa, hakuna kuondoka. Sasa jinsi lazima mtakuwa mnaunya yani kwamba unaona sasa jamaa katuzuia mtu wenyewe muda wote risasi na nini. Kwa hiyo nakuwa hakuna uhuru. Ndio kitu ambacho kilichotokea. So bwana Riquinho ndo alikuwa anafanya unyama. Sasa hiyo story akikusimulia mzee wa kamba mwenyewe Fat Joe anaongeza chumvi yani, unasikia anaweza kukwambia lile jeshi lilikuwa watu kama 100 hivi milioni au ngapi. Lakini it was a true story kwamba jamaa walikuwa kidnap hapo Angola, na mtu huyo pia aliwahi kumfanyia hivyo kwa DMX.